kuna taarifa za chini kweli zikimhusisha Fabrice Luamba Ngoma, na kwa mujibu wa taarifa hizo za chini zinaeleza kwamba Fabrice Ngoma anaondoka ndani ya Simba msimu huu. Je, kwa kiwango alichokionyesha Ngoma, Simba wanatakiwa kumuongezea mkataba au waachane naye watafute mbadala mwingine? Hiki ndicho ambacho tunakiuliza kupitia question mark. Mimi nianzie kwako ndugu yangu Hamisi, ambapo tunafahamu performance ya Fabrice Luamba Ngoma ndani ya Simba. Kwa sasa pengine Simba alitakiwa kukaa na kumuongezea mkataba, ama pengine waachane naye aondoke kama vile ambavyo taarifa zinavyoeleza. Kwa maslahi ya timu, wao wanaweza wakawa wameona namna ambao wanaweza wakaliziba pengo la kuondoka Fabrice Luamba Ngoma, lakini kama hakuna uwezekano wa kuliziba lile pengo, it's better wangemwacha abaki kwanza, kwa sababu japo alikuwa na ups and down nyingi, lakini haikuwa sababu ya kumfanya yeye wamruhusu aondoke kwa wepesi, kwa sababu ukiangalia mchango wake kwenye timu umeonekana, na ndio maana toka msimu ulipoanza mara nyingi umemuona Ngoma akionekana kwenye kikosi kila kinachoanza, iwe kwenye ligi au mechi za kimataifa. Hii inakuonyesha kwamba ni jinsi gani mwalimu alikuwa anaona Ngoma anaweza kuadapt mfumo wake na kumfanya aifanye timu iwe bora. Tumeona kazi alikuwa anaifanya wakati akiwa kiwanjani, alikuwa anajaribu kupiga zile pasi ndefu, alikuwa kuna wakati anaituliza timu. Ni mchezaji kiongozi kiasili, yani awe amevaa ile beji ya captain au awe hajavaa, ule ukongwe wake tu unatosha kuwatuliza wachezaji wenzie kwenye timu na kuifanya timu isiwe na pressure. Waswahili wao wanasema kijiji bila wazee kinakuwa hakina utulivu. Kwa hiyo kwa maslahi ya timu, mimi nafikiri Ngoma ilitakiwa waangalie namna ya kumpa kandarasi mpya, hata kama ikiwa ya mwaka mmoja, huku wakiangalia mbadala ambao watauweka unaweza ukakliki haraka, kwa sababu kila mtu anajua Yanga wamefanikiwa hapa walipofika, kwa maana ya kukusanya makombe 5 ndani ya msimu. Tafsiri yake iko vipi? Kikosi chao kimekaa muda mrefu sana, yani hawajatoa wale wachezaji wao muhimu. Hata kama kuna wakati unasikia kabisa huyu mchezaji huyu kwa ubora wake umepungua sasa hivi, Yanga msimu mjao maana hawawezi wakawa naye, tutamwachia. Lakini msimu ukianza unaona mchezaji anaapia kwenye kikosi. Miss angalia kama mtu Aucho alianza kuongeleka kwamba kiwango chake sasa hivi kimepungua, hana mvuto ule tena, hachezi kama tulivyomtarajia. Lakini msimu ulipoanza Aucho tulimuona, na taratibu tulimuona anaingia na anaubonda mpaka sasa hivi yule pale ni mchezaji tegemeo kwenye kikosi. Hii ni tafsiri kwamba hata kama Ngoma alionekana kuna wakati ameshuka, kiwango chake kimeshuka, lakini alitakiwa aendelee kuwepo kwenye kikosi kwa matumizi ya baadaye, kwa sababu uwezi ukatoa kitu pasipokuwa na mbadala kwa haraka, kwa sababu utakapomleta mbadala wake maana yake utakuja kujaribu, je, anaweza akaingia kwenye mfumo wa mwalimu kwa haraka. Sasa kwa wakati ambao wewe unategemea yule ataingia au hatoingia, hii timu ipo kwenye rotation inaendelea kwenda, na unakutana na watu ambao tayari wameshajipanga. Wewe unapokuja kujiuliza, wao wanakuja wanakupiga, wanaondoka. Yani mpaka unapokuja kupata wewe majibu tayari umeshafanyaje, umeshaumia. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi niliona wana haja ya kuendelea kumbakisha Ngoma walau hata kwa msimu mmoja wakati wanatafuta mbadala wake. Okay, sawa. Nimeona Fabrice Luamba Ngoma yeye mwenyewe ameandika pia kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwaaga mashabiki wa Simba, akiwashukuru kwa ushirikiano wao, lakini pia benchi nzima la ufundi pamoja na uongozi mzima wa Simba, pasipo pia kusahau wachezaji wenzake ambao wamekuwa ameshirikiana nao kwa misimu hiyo miwili. Kwa Tanzania kuna mbadala wake, labda pengine mchezaji wote ambaye anacheza kwenye timu nyingine ambaye Simba kama pengine ukimkamata huyo basi inawezekana pia ukawa msaada mkubwa akaenda kusaidiana na Yusuf Kagoma, kwa sababu kina Okadiefa wameshindwa kufanya chochote kile.
Nikisema kwamba kwa Tanzania mbadala wake haupo, nitakuwa nawakosea wachezaji wa Kitanzania. Lakini unajua kuna shida moja tunayo sisi wa Tanzania kama wa Tanzania. Tunaweza tukakuaminisha tukiwa kwenye timu nyingine, lakini utakapotuleta kwenye timu yako kwa mategemeo tukuonyeshe kile ambacho tulikuwa nacho kwenye timu nyingine, kitakuja kukupa ukakasi sana kwamba kuona kwamba kumbe hii nafasi huyu hakuistahili. Tuna mifano ya wachezaji wengi sana ambao huko walikokuepo walikuwa wanacheza vizuri sana, lakini walipokuja kuingia kwenye timu kubwa hizi kwa maana ya Yanga, Simba na Azam, viwango vyao vimeonekana ni viwango vya kawaida sana, yani havitishii tena. Tumchukulie mtu kama Ladak Chasambi. Alipokuwa kwenye timu yake kule Mtibwa, nafikiri alikuwa sio Ladaki huyu ambaye tunamuona sasa hivi. Sijui kwa sababu labda ya kukaa sana benchi labda, au mwalimu kutaka kupata wachezaji ambao tayari gari lao tunasema limeshawaka. Ina maana akiingia kwenye picha anakupa unachokitaka kwa muda huo huo. Hakupi tena muda wa kusubiri. Mwangalie mtu kama Edwin Barua alipokuwa Tanzania Prison, sio yule aliyokuja Simba. Kuna mtu tena pale katikati ya Simba, ule Omari alipokuwa Mashujaa alikuwa ni mchezaji mwingine, lakini alipokuja Simba anaonyesha kitu tofauti na matarajio. Kwa hiyo unaweza kukuta wachezaji wapo, unaweza ukawachukua kuwaleta pale kuja kuziba nafasi ya Fabrice Luamba Ngoma, lakini je, watakupa kile unachokihitaji kwa muda huu ambao wewe unataka? Swali ndio liko hapa sasa. Wakati unakitaka kile unachokitaka wewe, basi Fabrice Luamba Ngoma akupe, walau atakupa kwa asilimia 80 au isiwe 100 kabisa, lakini atakupa kiasi ya kitu ambacho wewe unakitaka. Wakati kuna mtu wako mwingine umemweka pembeni, awe anamuona huyu kama mfano kwamba umemuona anacheza, ulimuona anacheza kabla. Kwa hiyo tunataka vitu ambavyo alikuwa anatupa yeye, wewe utupe mara mbili. Lakini Fabrice Luamba Ngoma akiwa ndani ya mchezo tofauti na akiwa nje ya mchezo, kwa sababu akiwa ndani ya timu na ukimuingiza mchezaji mpya, mimi si kwamba anaweza akawa hata anampa ushauri kwamba hapa umekosea, unataka ufanye hivi kwa vitendo, tofauti na ile kwamba ulimuona alikuwa akicheza hivi kabla hajaondoka. Hii inakuwa haina mashiko sana. Ni tofauti na mtu akiwa kwenye timu. Kwa hiyo hata kama watampata akiwa ni mchezaji wa ndani au ni mgeni kutoka nje, hivyo vyote itakavyokuwa, lakini kwa ushauri wangu mimi it's better angeendelea kuwepo ili anapopatikana wakati wanatafuta mbadala amkute Ngoma yuko pale. Kwa hiyo ataenda kupata ule uzoefu akiwa anamuona Ngoma anacheza. Sawa, mwalimu, wewe upande wako uko kwenye eneo gani pengine kwenye hili ambalo tunalijadili hapa? Wakati huo kupitia unayo pia nafasi ya kuweka comment yako hapa ili kila kitu kiweze kwenda sawa kabisa. Tuambie, ni wakati sahihi wa Fabrice Luamba Ngoma kuondoka ndani ya kikosi cha Simba ama pengine uhitaji wake bado unaendelea kuonekana? Mwalimu, turejee kwenye swali letu la kimsingi. Ukiangalia amezungumza Hamisi, msimu Ngoma amekuwa katika kiwango kizuri. Kama unakumbuka vizuri mwanzoni mwa msimu Ngoma hakuwa mchezaji ambaye ni tunasema regular status kwenye kikosi cha kwanza. Lakini kadiri siku ambavyo zilikuwa zinazidi kusogea, tayari Fadru alikuwa yani anatabilika, yani unamuona kabisa kwamba katika muunganiko wake kwenye eneo la kiungo, basi kuna Yusuf Kagoma, lakini mbele yake kuna Fabrice Ngoma. Yani naweza kusema karibu 60% ya mechi zote za msimu huu Fabrice amehusika kwenye kikosi cha Simba. Sasa hapo ukiangalia kwa maana ya mchango, kwa mujibu wa kocha Fadlu amesema kwamba kwa hiyo ya msimu ameoverachieve, maana kwamba amefanikiwa. Sasa mmoja kati ya wachezaji ambao wamempa mafanikio Fadlu kiwanjani ni pamoja na Fabrice Ngoma. Lakini baada ya msimu kutamatika, kila kocha anatoa ripoti kwamba mchezaji fulani namhitaji kuendelea kuwa naye katika kikosi, mchezaji fulani mnaweza mkaachana naye. Sasa kwa mujibu wa swali lako kwamba je, Simba wamuongezee mkataba au waachana naye, nafikiri kocha Fadlu ndo mtu ambaye anaweza kawa ameshikilia hatima, kwa sababu ingawaje kwamba mkataba wa Ngoma umetamatika na yeye mwenyewe tayari ameaga,
kuna kitu ambacho unakisoma kwamba inawezekana hata Simba walikuwa hawajafanya naye mazungumzo. Yani kama mtu anafikia mpaka hatua kwamba yani anaaga, maana yake ni kama vile hakukuwa na mpango wa kumuongezea mkataba. Lakini mara nyingi kama unafuata hatua stahiki, ripoti ya msimu ambayo mwalimu anaitoa ndiyo ambayo inaamua kwamba mchezaji abaki ama la. Sisi